Imani ambayo tulimkopesha wakati wa uchaguzi, tulimchagua kwa kishindo, lakini naye anatupa matumaini kwamba anaendelea kushirikiana nasi vizuri kwa matatizo yetu ambayo tunamweleza. Kwa hilo niseme namshukuru sana na nikukaribisha sana Mheshimiwa Mbunge kwenye kata yangu ya Matetereka, lakini hususan kijiji cha Maweso ambako tupo mpaka sasa na wananchi wanatusikiliza. Lakini jambo la pili, niwashukuru sana wananchi kwa kuwa natambua muda huu ni msimu wa kilimo, lakini mliposikia kiongozi anakuja, mmekuja kwa wingi ili mtusikilize viongozi wenu tunaeleza nini. Lakini nieleze tu kwamba lengo la ziara ya mbunge wetu nafikiri ilitengenezwa hapa kwenye mkutano wa mwisho ambao tulifanya naye hapa tarehe 17 mwezi wa kwanza 2026, na leo ni tarehe 3 mwezi wa pili. Amerudi tena kutembelea Maweso kwa lengo moja tu la kukamilisha ahadi zake ambazo alituahidi siku ile, na tutashuhudia hapa akiwa anazikamilisha atakapopata nafasi yeye kuzungumza nasi. Lakini jambo jingine ambalo nafikiri ni muhimu nizielezee tu fadhila za Mama Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100 ambazo aliahidi. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, Mama Samia aliahidi kutekeleza baadhi ya mambo. Jambo la kwanza ambalo ameshalifanya mpaka sasa hivi liko tu kwenye mchakato ni swala la umeme. Swala la umeme tunatambua imekuwa changamoto kubwa vijijini, na hususani vijiji vyetu vya kata Matetereka kuna vitongoji kadhaa ambavyo umeme haujakamilika. Lakini kwa habari njema iliyopo ni kwamba umekuja ule mpango wa mwanzo wa REA wa umeme nafuu vijijini. Kwa hiyo wananchi tunaaswa tutumie hiyo fursa, tuhakikishe tunajiandaa kupokea huo umeme kwa kufanya wiring kwenye manyumba yetu hata tu kidogo, ili uweze kupokea umeme, na ndipo utaendelea mwenyewe taratibu. Umeme huo utakuwa wa gharama nafuu sana. Ni kama ule mfumo wa mwanzo ambao katikati ni kama uliyumba, lakini Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 ametuletea huo mfumo, lakini tumeambiwa tahadhari ni kwamba mfumo huo utachukua muda mfupi. Kwa hiyo sisi kama wananchi wa Maweso tuitumie hiyo fursa ili tuweze kutumia hicho kipindi kifupi kupata umeme kwa maeneo yale ambayo umeme bado haujafika. Jambo jingine ambalo la kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kupitia serikali yake anayoiongoza ni swala la bima ya afya kwa wote. Nafikiri limeelezwa na mtaalamu hapo, na mimi kama kiongozi, kwa sababu nilisikia na tumeagizwa tuendelee kuwaelimisha wananchi na kuwahamasisha wananchi tuweze kujiunga na bima ya afya kwa wote. Nafikiri elimu itaendelea kutolewa, na ndio maana mtaalamu alikuwa anaeleza, lakini tukamsitisha kidogo kwa sababu ya changamoto ya muda. Lakini nimwagize tu kwamba atengeneze mazingira ya kutoa hiyo elimu kwa wananchi, ili wananchi waweze kuielewa na waweze kunufaika na hiyo huduma ya bima ya afya kwa watu wote. Nafikiri utaieleza kwa kina wakati huo. Jambo jingine ambalo Mama Samia amelifanya, aliahidi ajira na ameendelea kuzitoa ajira. Ndani ya halmashauri yetu tumepata ajira, lakini hususan kijiji chetu, namaanisha kata yetu ya Matetereka, kwa maana ya shule yetu ya sekondari cha Maweso. Na hii sio siasa, hii ni utekelezaji na tunaona. Lakini kila akifika hapa tunaona kipaumbele anaenda kwenye yale maeneo ambayo ni changamoto. Ina maana tafsiri yake anaingia moja kwa moja kuenda kuona kero zetu na ni namna gani anaenda kuzitatua. CCM oye! Mbunge oye! Ana muda mchache toka amepata mamlaka ya ubunge, lakini mwezi haujaisha amesha kuja Maweso mara ya pili, na inawezekana akaja mara ya ngapi? Ya 3. Ninachotaka mkijue ni kwamba mimi ni katibu wa kata, ni miongoni mwa watu niliyepita kushawishi mbunge awe nani? Omari Msigwa. Sasa hichi anachokifanya sio kitu kidogo. Ameongea mwenyekiti pale, mwezi haujaisha mbunge amesha kuja hapa mara ngapi? Mara 2, na ataendelea kuja. Na tafsiri yake tayari ameshatengeneza imani kubwa sana kwenye jimbo letu. Eneo sahihi, eneo kipaumbele ni sisi. Tunachotakiwa akiacha maagizo tuyatekeleze, ili tumpe changamoto nyingine
aweze kuzitekeleza. CCM oye! Omari Msigwa oye! Kwa hiyo ndugu zangu, Mheshimiwa mbunge ana shughuli nyingi za kijimbo. Mateteleka hajaenda, Mwande hajaenda, Ifinga wapi hajaenda. Anarudia mara ya pili Maweso, na bado atakuja mkutano wa kushukuru rasmi. Kwa hiyo tuone ni namna gani Mheshimiwa mbunge alivyokuwa na mapenzi na kata yetu, anatuheshimisha viongozi, anatuheshimisha wananchi, anakiheshimisha chama. CCM oye! Kwa hiyo tuwe makini, tumsikilize, tumsapoti yale ambayo atatuachia. Tumeenda naye hapo Mtoni, amepaona, ana neno pia atalisema. CCM oye! Niwashukuru kwa kujitoa, kwa sababu huu ni msimu wa masika. Tumewapa matangazo, mmejitokeza.